Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na mambo yako. Kuna kitu kimoja kwa wakazi wa Dar es Salaam, kama wamegundua kuwa traffic imepungua au foleni ya magari haipo tena, imekuwa kidogo. Jana kuna sehemu nilikuwa nakwenda ambapo huwa ninatumia takriban 2 hours, nilitumia dakika 18 ikawa nimekwisha fika. Kwa kweli tutazipaki, si muda mrefu sana, tutazipaki tu, yani ni swala la muda. Na naona bei ya bajaji imepanda, tunakimbilia kwenye bajaji sasa. Yes, kwa sababu leo hii ukiweka 100,000 ni lita 26 tu baba, kwa Dar es Salaam, sisemei mikoani. 100,000 ni lita 26 tu za mafuta kama unatumia petroli. Ukweli kuwa hii hali tutaendelea nayo, na si kuwa eti ni kwa sababu ni Tanzania au kwa sababu nini. Hii ni hali ambayo inaikabili ulimwengu. Rais Vladimir Putin alisema kuwa dunia itakutana na athari kama ilivyokuwa athari ya COVID. Kwangu mimi naiona ni tofauti. Tutakwenda na athari kubwa zaidi ya COVID, kwa sababu wakati wa COVID dunia ilikuwa kwenye taharuki, ambapo nchi tu zilikuwa zimefungwa na ilikuwa ina uwezekano kuwa baada ya kufunguliwa vitu vikae kuwa sawa. Ni tofauti na hivi sasa kuwa hata pale haya yatakwisha, itatuchukua muda kurudi, kwa sababu wakati wa corona ilikuwa ni simple tu kuwa ugonjwa umekwisha, mipaka ifunguliwe, kila kitu kiingie, kwa sababu kila kitu kilikuwepo. Waliokuwa wenye mazao walikuwa nayo, waliokuwa na nini, kila kitu watu kilikuwepo. Bei ya mafuta iliporomoka, yaani demand ilikuwa ndogo duniani ya mafuta wakati huo. Wafanyabiashara wakubwa wa mafuta na nchi wazalishaji wa mafuta walikuwa wakipeleka mafuta sokoni, wanauza kwa hasara. Yaani uzalishaji, gharama na kila kitu, mpaka unafikisha sokoni bado unauza pipa kwa hasara. Walikuwa hawauzi kwa bei. Wakakaa nayo hiyo takriban mwaka 1.5, karibu miaka 2. Wameuza kwa hasara kulinda masoko. Baada ya hapo tu kumalizika tu kwa ile swala la COVID, tukaingia kwenye vita ya Urusi na Ukraine. Mafuta yakapanda. Wafanyabiashara wakafidia hasara ya miaka 2, kwa sababu huu ni uwekezaji. Watu watafuti hela ya kula. Watu wanatafuta utajiri au wanataka kuwa na wealth ya kutosha. Wakavumilia hapo, wakaja wakatusua huko mbele, wakatuminya kweli kwenye vita Urusi na Ukraine. Tukanunua bei juu kwa sababu mafuta yalipanda sana, na wao wakaona wafidie ile hasara walikuwa wameipata nyuma. Sasa kipindi hiki, kwa nini nasema ni tofauti? Kipindi hiki nasema ni tofauti kwa sababu hata leo kama kutakaliwa mezani wazungumze, vita imemalizika, kila kitu kiende sawa, haya tunatakiwa tuanze kurudi kupata kawaida, itachukua muda, kwa sababu kumekuwa na upuuzi wa kushambulia miundombinu. Kumekuwa na upuuzi wa kwenda kushambulia miundombinu ambayo ndio inazalisha hizo nishati, kuwa tunazishambulia. Sasa maana yake pale vita inapokwisha, kazi kubwa itakuwa ni kurekebisha miundombinu. Inachukua muda gani? Maana yake dunia haiwezi kuendelea kusubiri mpaka pale wamalize kurekebisha. No, tutakuwa tunaendelea kuumia katika kipindi ambacho wao wanarekebisha hiyo miundombinu. Kwa hiyo ndio maana mimi tathmini yangu naiona ni tofauti na ile tathmini ya COVID, kwa sababu tathmini ya COVID ni kufunga na kufungua. Lakini sasa hata tukifungua hamna kitu, tutafungua tutaendelea kusubiri. Unajua, nilikuwa nikitazama bei ya mafuta, mfano kwetu. Nina rafiki zangu wengi wanahusika na biashara hii ya mafuta, wengi tunajadili. So katika kutaniana na wauliza, kwa nini mnatuuzia bei hizi? Mmoja rafiki zangu aliniambia kuwa yani hii yenyewe bei ambayo tumeuza mfano kwa Dar es Salaam 3,800, anasema bado serikali imetia mkono kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kuwa inashusha. Yani anasema imetia, yani ukichukua gharama ambayo zinazo kosti, basi kwa bei ya Dar es Salaam ingekuwa 4,300 au 4,500 wastani. Anasema mpaka hapo, kufika hapo kuwa serikali imeongeza mkono wake kuhakikisha inashusha ili kupunguza yale makali. Kwa sababu kitu kimoja ambacho nilijifunza na akanifundisha jambo moja kuwa okay, una reserve, una stock ya lita 100,000 wastani. Unatakiwa uuze lita 100,000 ili ulete mafuta tena uuze. Sasa utauza 100,000 kwa bei ya nyuma ambayo ilikuwepo, sawa. Halafu unatakiwa ulete 100,000. Maana yake utauza 100,000 utaenda kununua 60 au 70. Huwezi kuinunua ile. Anasema tunauza hii bei ili tuweze kukuletea. Kama utataka tuuze kwa bei ya nyuma, tunaweza tukauza.
lakini wakati huo hatutakuwa na uwezo wa kuletea, tutakuwa na upungufu, kwa sababu sisi tunauza tukanunue. Ni kweli tulinunua bei iliyokuwa wastani, lakini sasa tunatakiwa tukanunue bei ile ambayo tutakutana nayo. Maana yake kuwa nikiuza lita 100 kwa bei ile ya zamani, mimi nitaenda kununua lita 60 nikuletee, tayari utakuwa na upungufu. Kwa hiyo ninauza kwa bei hii iliyopo sasa sokoni, ili nikiutolee 100,000 nikuletee 100,000. Sio, umeelewa? Sasa haya yanatokana na kile kinachoendelea duniani. Kutoka kuwa serikali ya ukombozi, unaweza kusema kuwa Operation Epic Fury iliyoanzishwa na Marekani, walitoa na slogan ya kwenda kuwakomboa watu wa Iran. Nadhani waliuimba wimbo vizuri sana huu, hata kwenye maandamano ya Januari Trump alivyowaambia wa Irani, ingieni barabarani, usaidizi unakuja, ukombozi unakuja. Leo hii Marekani amekuwa adui wa Wairani wote, sio serikali, sio Wairani wa kawaida. Hivi unapokwenda kushambulia hospitali, unapokwenda kupiga viwanda vya dawa, unapoenda kupiga madaraja, unakuwa umeikomoa serikali au una ugomvi na Wairani? Kwa sababu unapotishia miundombinu ya kiraia ya Irani, ni miundombinu inayotumika na raia ambao wewe uliahidi unakwenda kuwakomboa. Sawa? Kwa hiyo wamesha kuwa maadui zako. Kwa nini usiende kudili na program zile unasema za kijeshi, miundombinu ya kijeshi? Kwa nini uende kupiga miundombinu ya kiraia kwa sababu ambazo ni za kitoto sana? Unajua, mkataba wa Geneva unatoa uwazi kabisa kuwa kuna uhalifu dhidi ya binadamu na kuna uhalifu wa kivita. Uhalifu wa kivita ndio huu: kupiga hospitali, kupiga viwanda vya madawa, kupiga madaraja. Huu unaitwa uhalifu wa kivita. Kuna uhalifu wa kibinadamu, ni uhalifu ule unaenda kupiga mashule, unaua wanafunzi. Huu ni uhalifu dhidi ya binadamu. Yote haya yameainishwa kwenye mkataba wa Geneva. Ajabu ni kuwa anayefanya uhalifu huu bado ni shujaa. Kwa taswira moja, unamwona rais mmoja wa nchi anachukua kabisa kwenye mtandao wake, anaposti, yani rais wa nchi anaposti kuonyesha nchi yake inavyofanya uharibifu wa miundombinu ya nchi nyingine. Anaposti daraja ambalo wamelilipua. This was Epic Fury operation, ndio ilikuwa kwa staili hii au tulikuwa tunadanganywa kipi? Yani hiki ndio Marekani kiliwapeleka Iran, kwa sababu Irani hawataki kukaa kwenye meza. Wewe ulituambia mna mazungumzo na serikali mpya. Hiki kingine ambacho unachokianzisha huku ni kipi? Kwa sababu vitu havifahamiki, havieleweki. Lakini haya hayaji bahati mbaya. Mimi ni muumini sana wa kuyazungumza haya. Huwa nazungumza mara nyingi, na watu wenye misimamo yao au watu wenye imani zao hudhani labda mimi natetea upande mmoja, hudhani. Na kuna watu wenye hisia zao za kidini watakwambia wewe ni mdini, unatetea. Sasa Irani ni Shia, Muslim Shia. Nikuhakikishie tu kuwa mimi sikutajii niko dhehebu gani, lakini mimi sio Shia. Lakini katika ugomvi huu kuna Saudi Arabia, kuna hawa Saudia wa Sunni, sijui kuna wa Yemen, sijui kuna wanani, wengi wapo kwenye haya. Sasa kama mimi niko kwenye hiyo mrengo wa kidini, nilitakiwa nitetee imani yangu au dhehebu langu lilipo. Mbona sionekani kuwa hivyo? Mbona naigusa Saudia, naigusa UAE, naigusa nani, hao wote hawana dini? Au tukigusa Amerika ndio tunakuwa tumekuwa tumetetea dini fulani fulani? Iko hivi. Ukija kuondoa hizo hisia zako na hizo tongotongo ulizoziweka, utakuja kuyaona mambo kwenye njia tofauti kile ambacho tunakizungumza sisi. Always mimi nazungumza kwa uwazi sana, na huwa sio tu kuwa ninawapa mfano, ninawapa utaratibu, ninawapa sheria. Kinachofanywa na Marekani na Israeli ndani ya ardhi ya Irani ni uhalifu dhidi ya ubinadamu, na ni uhalifu wa kivita. Ni uhalifu. Mtu atajibu mbona Irani anafanya upande wa pili? Irani ana react. Sio, umeelewa? Nimesema mara kadhaa kuwa kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa kinampa ruhusa Irani kujibu, na kinampa ruhusa yoyote kujibu uchokozi anaofanyiwa kupitia kifungu cha 51. Ndio maana kabla ya vita kuanza,
Irani waliandika barua kuipeleka UN kwenye ofisi ya katibu mkuu, wakamwambia kuwa kifungu cha 51 tunayo haki ya kujilinda, kinatumika, kinatupa uhalali wa sisi kujilinda, hiyo ieleweke. Kwa hiyo sisi tutatumia hiki kifungu cha 51 kujilinda. Fikiria kuwa hospitali zimepigwa, shule zimepigwa, madaraja yamepigwa. Mbona Irani hajapiga shule wala hajapiga hospitali upande wa pili? Lakini huyo aliyepiga hizi anaonekana ni shujaa. Unajua, kwa sababu tulichagua kuishi kwenye ulimwengu wa kinafiki, tutavuna unafiki, kwa sababu tutavuna matokeo ya unafiki ambao tuliochagua. Nitakupa mfano. Jana Uingereza ilitisha mkutano na nchi 40, takriban nchi 40 walikuwa wanazungumza mpango maksusi wa kufungua mfereji wa Hormuz kwa njia ya diplomasia, kwa njia ya mazungumzo. Walikuwa wanazungumza hilo. Katika listi ya nchi ambazo ukiangalia kuna Ujerumani, kuna Japan, kuna sijui Uingereza, sijui kuna nchi, listi ya nchi nyingi ziko katika hilo swala la kuzungumza kuhusu kufungua mfereji wa Hormuz kwa njia ya diplomasia. Rudi nyuma. Wakati haya yote, wakati wingu linatanda na manyunyu yanaanza, wao walikuwa upande gani? Wakati lile wingu zito limetanda juu ya anga ya Irani kuwa mvua tutainyeshea, wao walikuwa upande gani? Walikuwa upande wa mvua itanyesha. Wote walisapoti. Wote walisapoti Marekani na ukiukwaji wake wa sheria dhidi ya Irani. Naposema ukiukwaji wa sheria, sheria ziko wazi. Nchi yoyote duniani inapokiuka au inapovuka mstari kwenda sehemu nyingine, anayewajibika sio nchi moja kwenda kumwajibisha, ni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ndio lenye jukumu la kupitia hatua kwa hatua kuhusu nchi fulani. Irani kakiuka makubaliano, alitakiwa Irani aletwe kwenye Baraza la Usalama. Baraza la Usalama litaunda jopo la wataalamu kwenda kufanya uchunguzi wa kile kilichozungumzwa kuwa Irani amekiuka. Lile jopo litakuja na majibu kuwa kilichozungumzwa ni kweli na Irani amekiuka. Baraza linachukua hatua, ima za onyo, ima la vikwazo, ima kuivamia. Ni baraza linalofanya kazi. Sasa wakati Marekani na Israeli wamefanya uhalifu huo, 12 days war, hakuna uwajibikaji, wala hili Baraza la Usalama halijaketi kulani kile kitu, na hali ya kuwa kilikuwa kinyume na mkataba wake ambao unalinda hilo baraza. Kwa hiyo tuliishi kwenye unafiki. Mara ya pili Marekani na Israeli wanarudia kukiuka mkataba kinyume cha sheria za Umoja wa Mataifa, kuivamia Irani. Baraza la Usalama linaketi kulani Irani. Tumechagua kuishi kwenye unafiki, tuendelee kuishi hivyo hivyo. Irani sio walioanzisha vita, hiyo iko wazi, na wao wanakariri mara zote kuwa sisi sio tulioanzisha vita, sisi tunajilinda dhidi ya mashambulizi. Hivi wewe ungekuwa ni nchi yako ambayo imevamiwa, imeanzishiwa kupigwa, imeanziwa, ulitakiwa ufanye nini? Ukae mpaka waimalize, usijibu lolote? Hivi unapofuata kwako nyumbani kwako unashambuliwa, ukiamua kukimbilia ndani urushie mawe ndani, si utafunga na milango? Funga mlango, anza kurusha mawe kutokea ndani kwako. Kwa hiyo Hormuz ni mlango wa Iran. Iran wamefunga mlango wao. Hormuz sio maji ya kimataifa, na ndio sheria ilivyo. Yani tugeuze hadithi tuipeleke kushoto kulia, Hormuz sio mali ya yoyote. Hormuz ni mali ya Irani na Omani. Kwa hiyo mmoja kati yake ana haki ya kufunga, ni mali yao. Tuache ile unafiki kuwa ilikuwa no, ni mali yao. Sasa waamue wanataka wamfungulie nani, wamkaribishe na nani atoke. Huo ndio taratibu. Hiyo ni mali yao, hiyo ni mipaka yao, hayo ni maji ya kwao, sio maji ya kimataifa. Ndio iko hivyo. Lakini kama hawa waliketi Uingereza kutaka kuangalia kile ambacho kimefanywa na Irani, manake ukimsikia waziri wa mambo ya nje wa Uingereza anasema kuwa Irani imeubaka uchumi wa dunia, mlikuwa wapi kabla haya hayajatokea? Kwa sababu tunajadili matokeo ya kile kilichoanza. Kwa nini hatujadili kilichoanza? Yani tunajadili kilichokuja kutokea baada ya kile kilichoanza.
Yani unatazama ulipoangukia, sio ulipojikwaa. Kwa nini tusirudi tukaangalia tulijikwaa wapi, ili tusije tukujikwaa tena? Kwa sababu tunaishi kwa unafiki, tuendelee kuishi kwa unafiki. Maana yake kuwa, mara kadhaa nimezungumza mara nyingi kuwa hizi sheria zetu tulizozitengeneza, na unajua ulimwengu ulitengenezwa na hizi sheria tulijiwekea hasa baada ya vita pili ya dunia 1945, tukajiwekea sheria ambazo ndio nasema ilikuwa kama msingi wa kuongoza ulimwengu. Ni sheria fulani za kinafiki, ni sheria ambazo hazitekelezeki upande mmoja, ni sheria ambazo zina double standard sana, na ni sheria ambazo wao ikiwa upande wao wataipata haki hata kama watakuwa kinyume cha sheria, lakini kama itakuwa hiyo haki na kuhusu wewe, hata kama ipo kwako huwezi kuipata, japo kuwa kisheria hutoipata. Sasa kiongozi wa nchi ameuawa na jeshi la nchi fulani, Baraza la Usalama halikulani wala halikusema kama hii ni makosa, likaona ni sawa. Leo hii Baraza la Usalama eti linaketi kujadili kuwa Irani lazima afungue Hormuz. Yani wamekaa kama kasuku, kulani. Yani unamlani anayejilinda, haumlani ambaye ameanzisha. Tuzungumze kauli gani? Yani ieleweke kwa uwazi. Dunia, unajua Irani wameishi kwenye maisha haya ya kudhulumiwa na kuonewa more than 47 years. Wameishi kwenye sanction, vikwazo visivyoisha, kila siku kushutumiwa hiki, kesho kuambiwa hiki, kuwekewa vikwazo hiki. Wamechoka. Hii ndio fursa wanaiona kuwa tumechoka kudhulumiwa na kuonewa. Paka umemfungia chumbani, halafu unataka kumuua, anageuka kuwa chui, atakurarua tu kwa vyovyote ilivyo. Irani wamechoka kudhulumiwa, kwa sababu hata wale wengine ambao wanajifanya hivi sasa wanataka tuzungumze kwa diplomasia, wao pia walikuwa sehemu ya uchochezi. Wakati mkataba wa JCPOA unapitiwa 2015 wa Barack Obama, nchi kubwa hizi, Uingereza, Ufaransa, sijui Ujerumani, Urusi, China, sijui, walikuwa ni mashahidi. Lakini wakati Donald Trump anaitoa Marekani 2018 kwenye huo mkataba kwa kushutumu kuwa Irani imekiuka makubaliano, Marekani haikutoa ushahidi. Amekiuka kipi ambacho alitakiwa kioje? Hawa mashahidi walichukua hatua gani kutatua hili tatizo? Ila wao walizidisha vikwazo kwa Irani. Irani wamechoka. Yani hiki Irani wanachokifanya ni kwa ajili ya maisha yao, na wewe ungekuwa Muirani ungefanya hivyo. Siku moja aliwahi kuhojiwa kwenye interview ambaye amewahi kuwa waziri mkuu wa Israel, Ehud Barak. Alihojiwa na moja ya waandishi wa habari wa gazeti la Haaretz, ambaye unakumbuka mwaka juzi alishutumiwa sana na mamlaka ya Israel baada ya kuwaita Hamas freedom fighter, wapigania uhuru. Wakachukiwa sana kwa ile kauli yake. Kwa nini unawaita? Wao wamezoea kuita magaidi. Katika maelezo yake alivyokuwa anahojiwa, akasema kuwa nilifanya interview na Ehud Barak hapa, akiwashutumu wale vijana ambao wanamshutumu kuwa wanahabari, watoto wa juzi mmekuja. Mimi niko kwenye hii tasnia kwa miaka, maisha yangu yote. Anasema nilifanya interview na Ehud Barak, nikamuuliza Ehud Barak, wewe ungekuwa umezaliwa West Bank, ungekuwaje? Au ungekuwa wapi? Ehud Barak alichojibu akamwambia, mimi ningekuwa nimezaliwa West Bank, yani ukingo wa magharibi, upande wa pili wa Palestina. Anasema mimi ningekuwa mwanachama wa kundi la kigaidi. Anamaanisha kuwa mimi ningekuwa mwanachama wa mashirika au ningekuwa mwanachama wa makundi ya Wapalestina yanayopigania uhuru. Kwa hiyo kumbe alielewa, yani anaelewa mantiki ya wale wanachofanya, kuwa hawa tunawapublish, yani tunawapaka rangi ya ugaidi, lakini we know them, wanatafuta uhuru wao. So hili linalotokea kwa Irani, haijalishi tutawapaka matope kiasi gani na kuwachafua kiasi gani kuwa hawa ni magaidi, hawa sijui wamefanya nini, wanatafuta uhuru wao. Waache wapate uhuru wao. Huwezi kusema Irani eti ni wachokozi kwa Marekani, hali ya kuwa Marekani ndio yuko kwenye mipaka ya Irani. Wa Irani wako Mexico, wako Canada, au wana tishio lolote kwa Marekani upande wa pili? Nani kamsogelea mwenzake ili tumjue nani tishio? Kambi kubwa za Marekani zilizowekwa eneo la Middle East, kambi kubwa za Marekani zilizo katika nchi za Ghuba zimewekwa kwa ajili ya uchokozi dhidi ya Irani. Nani mchokozi? Nani yale? Kwa hiyo Irani ihame, yani Irani hapo ilipokuwa, labda waihamishe nchi yao, waichukue labda sijui waipeleke wapi, iwe mbali na Marekani, ili Marekani isitafsiri kuwa ni uchokozi.
Lakini kama wewe umekuja kwenye milango yangu, yani wewe umekuja nje ya nyumba yangu, halafu utafsiri kuwa mimi ni mchokozi, tuendelee na huu unafiki mpaka lini? No, huu ni unafiki ambao dunia inatakiwa kujiepusha nao tu, kuwa no, tunaishi kwenye unafiki mmoja wa ajabu sana. Tubaki kwenye uhalisia. Kinachofanywa na hawa watu ni uhalifu, ni uhalifu, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita. Huwezi kulenga miundombinu ya kiraia kwa excuse yoyote yoyote, huo ni uhalifu. Jamani, nawashukuru sana na asanteni sana, shukran sana. Inshallah tutakutana mara nyingine kwa update zinazofuata.